Lengo kubwa zaidi ni mchezo dhidi ya Simba kesho. Hamasa ipoje kwa upande wenu? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Tumefika Dar es Salaam salama, tumepata muda wa kupumzika na maandalizi yetu yamemalizikia kwa hapa Dar es Salaam kwa asilimia chache. Leo tutafanya mazoezi ya mwisho majira ya saa 10 kwa ni sehemu ya kumalizia kujiandaa kukamilisha zile asilimia kuwa 100, alafu kesho tuingie uwanjani kwenda kutafuta alama 3 dhidi ya Simba. Hamasa kwetu ni kubwa kwelikweli na chachu ya sisi kuwa na hamasa kubwa kwenye mchezo huu ni kuchagiza matokeo ya michezo mitatu iliyopita nyuma. Tumepata sare mchezo mmoja, tumepoteza michezo miwili, kwa jumla kwa michezo mitatu tumeambulia kupata alama moja peke yake. Sio takwimu nzuri kwa namna moja au nyingine. Ni matokeo ambayo sisi yanatufikirisha, matokeo ambayo yanatuumiza akili sana. Kwa hiyo tumejipanga kwenye mchezo huu unaokuja dhidi ya Simba tuje kuchukua alama 3 hapa Dar es Salaam kwa namna yoyote ile. Iwe isiwe, sisi tutaingia kesho kwenda kuchukua alama 3 na kupambana. Na katika mambo ambayo sisi yametufurahisha sana, mambo ambayo au jambo ambalo limetukosha kwa namna moja au nyingine limefanya sisi mchezo tuuone ni sawa sawa tuko nyumbani, ni mchezo kuhamishwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa sababu hatuna rekodi nzuri na uwanja wa Uhuru tangu mara mwisho tumecheza pale dhidi ya huyu Simba. Na kwetu sio uwanja rafiki kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo hapa Meja Isamuhyo hapa tumefarijika sana mechi kuhamishwa pale. Na kule Tanga nyumbani baada ya kupata taarifa tumefunga kijamvi sisi ndugu zangu. Sijui kama nikisema kijamvi mnaelewa. Amuelewi? Baada ya kuona taarifa kwamba mechi yetu itachezwa Meja Isamuhyo, sisi tumefunga kijamvi usiku mzima juzi. Tumesherehekea pale, tumelala usiku tukipiga baikoko, ngoma zimepigwa pale mdumangi wa kutosha kwamba sisi tunakwenda kuchukua alama 3 pale Meja Isamuhyo. Kwa hiyo ni taarifa njema hii kwa mashabiki wa Coast, ni taarifa njema kwa wana Mangush, na mimi niwashukuru sana Simba. Sijui wao wenyewe binafsi wamewaza nini. Sikuwemo kwenye mchakato wao kufanya maamuzi ya kuhama pale Uhuru ambako walipachagua mwanzo na kuhamia Meja, lakini niwapongeze kwa hili ndugu zangu, tumetutendea wema. Sisi tutakuja Meja kushindana, tutakuja Meja kutafuta alama 3 na tutakuja Meja kushinda mchezo. Hatuna excuse yoyote zaidi ya kwenda kushinda mchezo wa kesho inshallah. Kwa hiyo wao wamezunguka huko afu akija kwao watu burudani kupitia sisi. Wameshakwama ndugu yangu. Huo dhahiri hautakubali sisi. Kama walipanga kutoa burudani kupitia sisi wameshachelewa, watafuta mtu mwingine wa kujiburudisha naye. Sisi hiyo burudani hatutoi. Zaidi ya pale itakuwa ni msiba leo na sijui utakuwa upande wa nani, lakini baada ya dakika 90 ndo tutazungumza vizuri pale. Nafikiri wote tutakuwemo kwa tutaelezana vizuri pale baada ya dakika 90. Na jambo lingine tunafahamu kwamba wao ndio mchezo wao wa kwanza nyumbani huo wanacheza. Kwa hiyo inaweza ikawa kama mtoko vile kwao kama vile outing fulani hivi lakini sisi tunakwenda kuharibu. Yaani ndio tulichozamiria. Tumekuja Dar es Salaam kishari, tumekuja Dar es Salaam kutibua mipango, tumekuja Dar es Salaam kuharibia chochote ambacho wao walipanga kiwape furaha. Sisi kesho tunatia pilipili kwenye uji. Haunyweki pale Meja Isamuhyo. Muhimu tushinde na matokeo tutapata inshallah. Kule Tanga kuna logistics ambazo zinaendelea za mashabiki wetu wanachama, wanajipanga kuja kwa wingi hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuisupport timu yao na inshallah itashinda. Ikitokea mbele kule tujapata goli, basi huku nyuma hakuna ambacho kitaingia. Yaani kifupi itakuwa ni cement mfuko mmoja, tofali 2, ndoo 3 za kokoto, hiyo block hiyo hata jini alipiti pale nyuma tunaziba. Kule mbele sasa liwalo na liwe. Kama kule mbele haiingii na huku haingii. Muhimu matokeo yaishe salama kwa upande wetu sisi. Hata touch atakuwa hana dakika 90. I'm so sure. Kwa sababu ni miongoni mwa striker wa kawaida ambao wanapatikana hapa nyumbani. Yaani wako wazao ambao wana uwezo kumzidi. Mpira mchezo wazi. Sio onekana kwa macho tu shekhe. Wako wazao wengi ambao wana performance nzuri kumzidi huyo. Kwa hiyo kama wanamtafutia sababu ya kumrudisha kwao, kesho wampe namba. Wampe namba kesho. Hata touch moja hana dakika 90. Hiyo itaandikwa rekodi kesho. Mchezaji striker dakika 90 hana touch hata moja. Wenzake walikuwa wanacheza yanaogelea yani kama vile alikuwa ardhini. Mimi nashukuru ndugu zangu.